Moja kati ya saga ambayo inaendelea huko kwenye social media ni voice notes za aliyekuwa mke wa marehemu MC Pilipili, Cute Mena, ambaye sasa hivi ni mtangazaji, si ndio? Ya, ni mtangazaji na jamaa mmoja ambaye anafanya mambo ya fashion anaitwa Mr. Code, something like that, si ndio? Yes, kuna voice notes ambazo zinavuja, inaonekana kwamba Cute Mena yupo kwenye mahusiano ya kimapenzi na huyo jamaa, na lakini pia ilianza kama siku 3-4 zilizopita hivi. Cute Mena inaonekana kama ni mtu ambaye please jamaa ni kama vile anamzingua na nini, lakini jana imevuja voice note nyingine ambayo anasikika mwanamke girlfriend anaonekana wa huyo jamaa Salome, na ameongea na Maimartha, amesema kwamba ni kweli amemfumania MC Cute Mena, I'm sorry Mr. Code na Cute Mena nyumbani. So hiyo imekuwa ni story fulani ambayo kimsingi watu wanamshambulia Cute Mena. Sasa kwani atakaa single milele jamani? So hivyo tu. Mimi naomba niseme hili swala jamani. Wazazi na sisi wanaume pia, wazazi ambao wana watoto wadogo wa kiume, tuwa raise watoto wetu kuwa wanaume. Najua kuwa mwanaume sio tu kuwa na zile organs za kiume. Umeelewa? Ni kuishi maisha ya kiume. Ukiwa na maana gani? Nikiwa na maana kwamba mimi hapa moja kwa moja nitapeleka lawama kwa huyu jamaa Mr. Code. Kwa sababu gani unajua? Kwamba rais ndo amevujisha voice note za kwanza. Hivi najua haiwezekani Cute Mena akamrekodi yule jamaa akiwa na please. Kwa moja jamaa alimrekodi yule mwanamke. Jamani, ile imerekodiwa. Sasa unakataa nini? Nitaka niseme ni voice note, nikakumbuka wamejibizana. Sio voice note, walikuwa wanazungumza kwenye simu. Sio voice note kwamba labda mwanamke wake alichukua simu akananiliwa. Ni walikuwa kwenye mazungumzo ya simu na jamaa anaongea. What if I'm trying to find a good way kwenye hiki kitu. What if Mr. Code alikuwa anamwambia girlfriend wake kwamba mimi sio kwamba nampenda, yeye ndo ananingangania. Uongo. Ngoja kwanza nikutumie hiyo voice. Akamrecord and then akamtumia girlfriend wake. You see? Lakini pia hapo. Wewe kama mwanaume unaweza kufanya hivyo. Okay. Kwa sababu ukiangalia vizuri mazungumzo yao mwanzoni inaonesha wazi kwamba walikuwa kwenye mahusiano. Kama jamaa alikuwa kwenye mahusiano, unajiteteaje kwa mwanamke wako kwamba mwanamke anangangania? Inamaanisha kwamba sio watu ambao pengine walikuwa wanatakana tu, hapana. Ila ni watu ambao wanaonekana walikuwa kwenye mahusiano. Si wanakuwa kwenye mahusiano, si kama yule girlfriend wako ulikuwa unamnganganiza muendelee. Na hata kama hapana, ninganganize na hata kama huyu kama kwenye ile voice note ya mwanzo inaonesha kwamba Cute Mena anafahamu kabisa kwamba jamaa yupo na mwanamke mwingine. Na inavyoonekana kwa mujibu wa ile voice note, huyo mwanamke nanili Cute Mena anamtaja kwenye ile anasema sio mimi nilokuwa nakupeleka kwa Salome. Salome unajua ndio huyo mpenzi wake. Maana yake ni kwamba Cute Mena alikuwa anajua uwepo wa Salome kwenye maisha ya jamaa. Sasa inategemea jamaa alimwambia nini Cute Mena kuhusiana na Salome. Inawezekana hata jamaa sisi wanaume kwenye ku-approach mtu huwa tunakuwa ni watu wa ajabu. Tunaweza tukamaliza mtu yani kiasi cha kwamba upate jambo lako. Labda kwamba mimi niko nafanya finishing ya kumalizana naye na nini, unajua kuna vitu tulifanya kwenye maisha yetu na nini, kwa I'm just trying to leave her, siwezi kumwacha kwa namna mbaya, unajua zile lakini mimi I'm not there for her, you understand? Kwa hiyo Cute Mena akajiona yupo kwenye safe hands. Yani nikwambie kitu hiki. Unajua Mr. Code mimi ni mwanangu, ni mshikaji wangu. Afu anaitwa Emmanuel. Sina MC Pilipili anaitwa Emmanuel. Cute Mena anabati na wakina Emmanuel. Mr. Code yani mimi ninavyomjua. Kama ni mwanao mpigie simu tu. Hawezi kupokea. Sasa hivi simu ni nyingi. Sasa hivi kila mtu anamtafuta. Mr. Code kwa jinsi ninavyomfahamu mimi, hizo sio tabia zake kabisa. Sasa I'm trying to say wewe unamjua Mr. Code kwenye namna ambayo ya ushikaji na nini, maisha ya kawaida, ila kwenye mahusiano ya watu Sarafina. Kuna tabia mimi nikija kuambiwa wewe umefanya, nasema huyu Ricky kafanya hata akikataa. Ndio maana nakwambiaje Sarafina, kwenye maisha ya mahusiano kuna mtu unaweza kukuta ni mwema sana nje, yuko very low. Ushaona kuna zile kapo ambazo
unasema I wish ningekuwa mwanya na huyu kaka au I wish ningekuwa hata na huyu dada, you understand? Lakini ukikaa sasa na mwenza wake ukazungumza naye, atakupa tu story moja, utasema kumbe mimi na nafuu. Lakini si unajua sometimes mwanaume au mwanamke anaweza kubadilika kwenye mahusiano kutokana na treatment anayoipata kwa partner wake. Yani kuna mtu mwingine unaweza ukaambiwa huku huyu ni harsh, ukienda huku unaambia he's too romantic, she's too romantic. Ila tu kiwalisia nikwambie tu mwanao amezingua. Yani mwanao amezingua by enemies, kwa sababu voice note ya kwanza inavuja fresh. Voice note ya jana at least Maya amepiga simu, right? Ya jana Maya amepiga simu. Lakini why urekodi mazungumzo yako na mwanamke wako? Tena bora, sure. Yani bora mimi sometimes tuna record ili tusikilize baadaye. Hujanielewa. So romantic. Hujanielewa kitu. Angemrekodi kwa namna ambayo walikuwa wanazungumza issue ambazo ni nzuri, baza kimahaba na nini, so I love you. Unaweza kusema kwamba alikuwa anataka kikaa sikilize mwanamke wake anaongea nini, mazungumzo hiyo at least. No, kuna muda anaisikiliza ili ajaje hapa mimi siko sawa. Alafu kiangalia vizuri walivyokuwa wanazungumza tu ni cute mena tu, ile wasema ukipenda unakuwa blind, lakini ukisikiliza jamaa anavyozungumza unajua kasa jamaa na record. Unajua epuka sana unavyoongea mtu afu unasema yani unaona anacheka unajua kabisa huko kuna mazingira fulani anatengeneza kufanyaje, it's either yuko na watu au ana record. Kwa hiyo inawezekana jamaa ka rekodi ili kuja kuonesha, kusikilizisha watu amsikilizishe Salome au watu. Sasa ndo nini sasa hiyo ndo anatetea penzi lake. Haya, umemsikilizisha, voice note zimeendaje kwa mitandao? Huyo Salome sasa mimi namlaumu Salome. Kwa hiyo ngoja, huyo Salome namlaumu Salome kingine Salome anapata wapi guts za kusema kwamba mwanaume wangu? Unajua wanawake ndio maana siku hizi nasema kwamba thamani pia na wewe, yani siku hizi mahusiano tunachukulia tu poa. Salome amechumbiwa na Mr. Code. Wapi? Ameolewa na Mr. Code. Lini? Mbona hatujaenda harusi? Unawezaje kutoka hadharani na kujimwamba fai kabisa kwamba nimemfumania mwanaume wangu, wakati mtu ambaye hujulikani utambuliki? Afu kufumania si ni mkeo ndio anataka kufumania au mumeo? Yes, ndio anasema kwamba amewafumania. Yeye anapata wapi guts za kusema kwamba okay, sasa hivi Mr. Code anasema mimi na wewe basi? Sipo ndika mimi. Labda rafiki yangu ndo anampenda sana. Wewe usije karibu mahusiano ya rafiki. Hapana bwana. Hata huyo mwenyewe pia Salome inabidi ajitafakari, kwa sababu ukweli anaujua Mr. Code kuhusiana na mahusiano. Nani anampenda? Sisi wanaume tunajua nani anampenda. Inawezekana yuko na wewe Salome kwa muda mrefu, lakini bado mwanamke anayempenda ni mwingine, labda ndo anampenda cute mena. So wengine pia ambao kwenye mitandao ya kijamii mnamwattack cute mena, mnataka awe single siku zote. Kuna ubaya gani? Kosa lake ni nini? Alafu unajua social media kwa hivi mijitu ina comment vitu ambavyo hata wao maisha wanaishi. Wao wenyewe wanafumaniwa, wao wenyewe wanachepuka, wao wenyewe kila kitu wanafanya. Na boy wewe ukajua anampenda nani? Na ameonyesha kabisa kwamba anampenda. Kumpenda mtu sio vibaya. Sio vibaya, and it's good, na kila mtu anatakiwa apate mtu anayempenda na anaye anapendwa pia. Sasa sema wanawake bana, mwe makini. Na nini? Hata wanaume. Of course sasa hivi bwana tuwe makini sana. Watu ambao tunakuwa nao kwenye mahusiano, kuna watu wengine wanatuzalishia matatizo, kwa sababu unafikiri after that cute man anakuwa na imani gani juu ya wanaume kama imani yake katetereka kuhusiana na wanaume? Okay, kuna ile hali ambayo unaikuta kwamba akitoka pale akienda kudate na mtu mwingine anakuwa na tahadhari nyingi sana. Amejaribu watu wazima. Unakuta mtu alikuwa mtu safi, amejaribu watu wazima kwa sababu yani anakuja kuwa mwanamke mbaya au mwanaume mbaya kwa sababu ya matendo ya mtu mmoja. Nakwambia amejaribu watu wazima. Yule Mr. Code naye yuko kwenye kiumri hicho, ni mdogo. Tupe experience yako ya watu wazima. Ya watu wazima? Kwa baba. Mimi sina experience. Nasema tu aje yani inaonekana kama ni mtu ambaye kidogo una experience. Hapana. Mimi kijana wangu ni mdogo kabisa, babe. Hi. Dunia simama mimi nishuke. Drop comment yako hapa chini. Mimi naitwa Ricky Kisalala San and this is E Trending ya Ricky Media. Till next time, bye bye.